Hey, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutaenda kujifunza. Tulijifunza kuhusu kumjua Mungu. Tunaendelea kujifunza kuhusu kumjua Mungu. Mtu yote ambaye anamjua Mungu wake ni nani? Kwanza hatetereki kabisa. Sasa ni swali langu, wewe unamjua Mungu wako ni yupi? Mungu wako anafanya vitu gani? Ni lazima ujue Mungu wako ni Mungu yupi, ni Mungu ambaye anafanya vitu gani. Ni lazima ujue aina ya Mungu unayemwabudu. Ni lazima umjue Mungu wako. Mtu anayemjua Mungu wake hatetereki. Ni lazima tumjue huyu Mungu wetu anafanyaga nini jamani. Mtu anayemjua Mungu wake anafanya nini. Huwaga hata vita zikitokea huwaga hatetereki. Changamoto yoyote ikitokea hatetereki kwa sababu anajua Mungu wake ni Mungu wa aina gani. Tukitolea tu kwa mfano nataka tuanze na mfano wa Elia. Elia na manabii wa Baali. Elia na manabii wa Baali. Elia alikuwa anamjua Mungu wake anafanya nini. Alikuwa anamjua Mungu wake kabisa ni Mungu wa aina gani, anafanya vitu gani. Alikuwa anamjua Mungu wake ni Mungu ambaye sio kiziwi. Huyo Mungu wa Elia ndo Mungu ambaye tunamwabudu leo hii. Ndo Mungu ambaye tunamwabudu leo hii. Alijua kabisa Mungu wake sio kiziwi na Mungu wake yuko juu zaidi ya miungu mingine. Lakini wengine hao wa manabii wa Baali wenyewe walikuwa wanaabudu miungu mingine, vitu ambavyo havisikii, vitu ambavyo havina macho, havioni. Neno Mungu inasema usiabudu miungu mingine ila mimi tu. Duniani hapa na mbinguni Mungu ni mmoja, yeye yuko juu ya kila kitu. Watatokea sijui nini wafalme, lakini Mungu ni mmoja ambaye hajawahi kushindwa na jambo. Jiulize toka umeanza kusoma Biblia. Ushaona sehemu yote ambayo Mungu ameshindwa? Hamna sehemu yote ambayo Mungu alishawahi kushindwa. Kwa watu wale ambao walikuwa wanamtegemea 100%. Ukichukulia mfano wa Daudi, Daniel, watu wengi ambao walikuwa wanashinda kwenye changamoto mbalimbali. Mungu hajawahi kuangusha watu wake ambao wanamsikiliza, wamejikomiti, wanamtii. Kwa wewe ni lazima umjue Mungu wako ni Mungu wa aina gani. Sawa? Tutaanza kuangalia mfano wa kwanza kwa watu ambao walikuwa wanamjua Mungu wao ni Mungu wa aina gani. Nataka na wewe ujifunze kitu kuhusiana na historia za wenzetu. Elia, Moses, Daniel, Shadrach, Abednego na Meshach. Daudi ni watu ambao walikuwa wanamjua wanamwabudu Mungu wa aina gani. Sasa tunaanza na mfano wa Elia. Elia na manabii wa Baali. Ukienda kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili mstari wa 18 mpaka 19, ukaenda tena kusoma mpaka sura ya 40. Tuseme uanzie tu sura 16, 18, 16 uende ukasome na 16 mpaka 40. Bwana wakati huo watu wa Israeli walikuwa wanamcha Baali badala ya Mungu. Yaani watu wa Israeli walikuwa wanamwabudu Baali. Baali ina maana alikuwa na mamiungu yake. Elia nabii wa Mungu aliwasilisha changamoto kwa manabii wa Baali kwenye mlima wa Karmel. Ngoja tukasome kabisa. Sitaki kuwasomea short. Hii ilikuwa ni kama mashindano kati ya manabii wa Baali na Elia. Twende tukasome Wafalme wa Pili 18. Tuanzie 18 au 16. Jamani, ni lazima tumjue Mungu wetu ili tuweze kushinda kwenye vita mbalimbali, kwenye changamoto mbalimbali. Kwa sababu unavyomjua Mungu wako unapata ujasiri. Mtu ambaye hajui Mungu wake anafanya nini lazima awe muoga. Ni lazima awe muoga. Kwa hiyo jamani, lazima tumjue Mungu wetu ni Mungu wa aina gani, Mungu anafanya nini. Mungu ambaye aliwasaidia wakina Daniel, alimsaidia Elia, aliwasaidia wakina Daudi kipindi anapigana vita na Goliati. Ndio Mungu ambaye tunamwabudu sisi. Je, ukisoma Biblia yako ushawahi kuona sehemu yote ambayo Mungu ameshinda? Ushawahi kuona sehemu yoyote ambayo mtu ambaye anamtumikia Mungu, anampenda Mungu,
anamtii Mungu, ameshindwa chochote. Ukiangalia Daudi ni mtu ambaye alikuwa anajicommit sana kwa Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa anajicommit 100%. Anamsikiliza Mungu anataka nini. Sio saizi sisi tunajiamlia kitu chochote ambacho unataka kukifanya, unajiamlia na akili yako na mawazo yako, ukichanganya na hisia zako, ukichanganya na ushauri wa ndugu zako au marafiki zako. Daudi alikuwa ni mtu ambaye akitaka kufanya jambo au vita imetokea sehemu fulani, anataka aende, ni lazima alikuwa anarudi magotini kwa Bwana kumuuliza, "Je, niende?" Anapoambiwa nenda, nitakuwa pamoja na wewe, anaenda. Kwa sababu watu wa Mungu, unapojichukulia maamuzi yako wewe binafsi, wakati unajua ni mtoto wa Mungu, ina maana hapo unajiongoza kwa akili zako mwenyewe. Mungu hapo hayupo. Hujamshirikisha Mungu kwenye jambo lako, na wewe anakuacha hivyo hivyo uendelee kwenda kwa akili zako. Lakini unapomshirikisha Mungu, nimechukulia mfano wa Daudi, unapomshirikisha Mungu jambo lako, anakuwa pamoja na wewe. Kwa sababu hata leo tukitolea mfano kwamba either unataka ufanye jambo fulani, ukajifanyia mwenyewe bila kumshirikisha mtu wako wa karibu, ina maana huyo mtu hausiki na chochote. Hata ukiharibu, ukifanya nini, yeye hausiki, kwa sababu ulishaamua kufanya hilo jambo kwa maamuzi yako wewe binafsi. Kwa hiyo jamani, unataka kukaa vizuri na Mungu, unataka kumjua Mungu wako ni nani, kwanza soma Biblia. Jifunze kwa wale watu ambao walitutangulia, wakina Daudi, watu waliokaa vizuri na Mungu, watu waliomjua Mungu vizuri sana, watu waliokuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Mungu alikuwa anafanya nini nao? Alitembeaje nao? Nimewatolea mfano wa Daudi, lakini sasa nataka niwatolee mfano wa manabii wa Baali, kwamba kile kipindi ni kama walikuwa na wanashindana kati ya Elia na hao manabii wa Baali. Elia na manabii wa Baali. Natafuta hili neno ili niwasomee. Elia, basi sasa ngoja tuanze kusoma mstari. Ni Wafalme wa kwanza 18, sio Wafalme wa pili, ndio maana nilikuwa nahangaika. Basi ukisoma Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 20, basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, wakakusanyika manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena masita katikati ya mawazo mawili ya talini. Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, aya, mfuateni yeye. Wale watu wakamjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto, na hawaye ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Basi haya, ngoja tuweke history iwe fupi, nisiendelee kuwasomea sana. Ukipata muda utaenda kujisomea kwa wakati wako. Kwa hiyo pale walivyoandaa hivyo, Elia akachukua ng'ombe mmoja na wale manabii wa Baali ng'ombe mmoja, wakawaweka hapo. Kila mtu alisema aombe kwa Mungu wake anayemwamini. Tunakuja kwenye pointi ile wa mtu unayemjua Mungu wako ni nani, hauwezi ukateteleka hata kitokee kitu gani. Sasa hivi tunatishika na wachawi, tunatishika sio na vitu gani? Ni kwa sababu hatumjui Mungu wetu anafanyaga vitu gani. Mungu ambaye alishusha moto, unadhani anashindwa kumuondoa huyo mchawi?
tunateteleka, tumejawa na hofu kwa sababu hatumjui Mungu wetu. Mabaali au manabii wa Baali wakaanza kuomba, Baali utusikie, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, na wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa dhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, muiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au labda amelala, sharti amshi. Jamani, mimi Mungu wangu ninayemjua mimi binafsi ni Mungu ambaye anasikia, ni Mungu ambaye halali, ni Mungu ambaye anajibu ukimuomba, ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa toka dunia ianze, toka miisho ya dunia yeye hajawahi kushindwa. Toka mwanzo wa dunia yeye hajawahi kushindwa na jambo lolote. Kwa nini tunaogopa? Umeona? Hao wanaotumikia miungu mingine, jamani, Mungu wetu ni mkuu sana kuliko hiyo miungu. Hao manabii wa Baali wakaita, wakaomba, lakini hakuna kitu chochote kilichotokea. Ngoja niwaambie kitu. Elia ikafika zamu ya Elia kuomba sasa. Naye akajenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu, kisha akazipanga zile kuni, akamkatakata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 ya maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Umeona? Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza mioyo wa kurudia. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwamo katika mifereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Mmeona? Mungu wetu. Yaani kuna muda nahisi hadi shetani mwenyewe anatucheka, kwa sababu ni watu ambao hatumjui Mungu wetu ni nani. Sisi tumeshapewa kushinda, sisi ni washindi. Kama neno linasema yeye anakaa ndani yetu, yeye ni mshindi, anakaa ndani yetu. Kwa nini sisi tunakuwa na hofu ya kushindwa? Kwa nini tunakuwa tumekazana, tunaogopa wachawi, tunaogopa kukabwa, tunaogopa kulogwa? Ni kwa sababu haumjui Mungu wako. Humjui Mungu wako vizuri ni nani. Umempa nafasi shetani kwamba yeye anaweza, yeye anashinda. Unaogopa mchawi kama nini? Humjui Mungu wako ni nani. Humjui Mungu wako. Amka, soma Biblia, tafuta watu waliotembea na Mungu, msome Mungu wako ni nani. Jijue wewe ni nani kwa Kristo. Jijue wewe ni nani kwa Mungu. Jikomiti kwa Mungu 100%. Mungu wetu hajawahi kushindwa na jambo, na Mungu wetu sio kiziwi. Mungu awabariki sana. Kwa leo tunaishia hapa, lakini nakusisitiza kwamba mjue Mungu wako ni nani. Ukimjua Mungu wako ni nani, hautaogopa, utatembea kwa ujasiri mkubwa sana. Amina.